Uwepo wako ni muhimu na ndio maana tunafanya kila liwezalo kukufikia kwa namna yoyote ile. Na leo ASAM Online TV tupo katika afisi za ZPPRA ambapo mengi tutaenda kuyajua kutokea hapa. Jina langu naitwa Hamis Juma, kwa niaba ya timu nzima humu ndani kushukuru wewe ambaye unatufuatilia, na kama bado huja subscribe, huja like, comment pamoja na kushare, ni kuombe kufanya hivyo ili elimu hii iweze kuwafikia wengi na wengi zaidi. Na hichi kipindi kinaitwa Wasaa wa Kazi, na leo tupo katika ofisi za ZPPRA kama nilivyokujuza, na nipo na mkurugenzi mkuu wa taasisi hii. Atajitambulisha jina lake, lakini pia atatujuza kwa ufupi historia ya ZPPRA na ZPPRA imeundwa kwa sheria ipi hasa. Jina langu Suleiman Saleh Haji, mkurugenzi mkuu mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma Zanzibar, ZPPRA. Nashukuru mtangazaji kwa swali lako. ZPPRA ni taasisi ya umma iliyoanzishwa kwa sheria namba 11 ya mwaka 2016, lakini wakati huo ilikuwa inaitwa ZPPDA. Sheria hiyo imefutwa na imebadilishwa kwa sheria namba 2 ya mwaka 2025 na kupata jina la ZPPRA. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndo ilipotokea ZPPRA. Mheshimiwa, ZPPRA imefanikiwa kwa kiasi gani katika kuhakikisha uwazi katika matumizi ya umma Zanzibar? Kwa kiasi kikubwa sana ZPPRA imefanikiwa baada ya shughuli zake za utoaji elimu kwa ngazi zote, kwa wadau wote ambao wanashiriki katika mchakato mzima wa ununuzi wa umma. Kwa hiyo wale stakeholders baada ya kupata elimu, kujua taratibu zinatakiwa vipi, elimu juu ya sheria inataka vipi, lakini elimu juu ya utendaji wa zile kazi zao za kila siku, hapo ndo imefikia wakati ununuzi wa umma ukawa unakwenda kulingana na taratibu zinazotakiwa. Lakini kuna malalamiko hapa kwa taratibu za zabuni zinakuwa ni ndefu, hali ambayo inachelewesha miradi kukamilika kwa wakati. Hili unalizungumziaje? Ilikuwa hivyo mwanzo kabla ya mabadiliko ya sheria. Sheria yetu hii sasa hivi, sheria namba 2 ya mwaka 2025 imekuja kurekebisha hilo tatizo, na kwa sasa kwa mfano kama zabuni ambazo zilikuwa zinatumia siku 40 sasa hivi zimekwenda nusu yake, zinatumika kwa siku 20. Zilikuwa zinatumika siku 30 zimekwenda zinafanya kazi kwa siku 21. Zilikuwa zinafanya siku 21 zimeshuka mpaka siku 7. Zilikuwa zinafanya siku 7 zimeshuka mpaka siku 3. Kwa hiyo kwa kupitia sheria hii mpya, sheria namba 2 ya mwaka 2025 imeweza kuondoa tatizo hilo. Kuna mifumo madhubuti ya kuwalinda raia ambao wanaripoti matukio ya rushwa katika upatikanaji wa zabuni? Mifumo madhubuti ipo, haidhuru. Swala la rushwa moja kwa moja halishughulikiwi hapa ZPPRA kwa vile serikali imeanzisha taasisi maalum ambayo inashughulika na mambo ya rushwa. Kwa mambo yote ambayo kuna viashiria vya rushwa, basi vinakuwa vinaripotiwa kule kwa wenzetu ZAICA. Haidhuru baada ya hapo, baada ya kupata chochote ambacho wamepata taarifa yoyote, tunafanya kazi nao kwa karibu ili kuondoa hayo malalamiko ya raia. Zipo kesi ambazo tayari zimewahi kujitokeza na zikachukuliwa hatua kupitia ZPPRA? Hakuna kesi ya moja kwa moja. Wenzetu wale wanapokuwa wanafanya chunguzi zao, unakuwa hujui ni kesi gani katika kufuatilia, lakini sisi tunashirikiana nao kuwapa taarifa wanazozihitaji. Kwa nini unahisi wananchi wengi wanalalamika swala la upendeleo wa upatikanaji wa zabuni haswa kwa taasisi kutoka nje? Wazabuni wa kutoka nje kuwa wanaambiwa wanapendelewa, ile kwanza sisi hawapendelewi wao. Sheria yetu namba 2 ya mwaka 2025 imeweka vifungu maalum vya kuwapendelea wazawa wanaposhiriki kwenye zile zabuni za kimataifa. Kwa hiyo inapokuja kuonekana kwamba wanapata kazi wale wazabuni kutoka nje,
hii inatokana na kukosa vigezo wazabuni wetu wa ndani. Baada ya kufanya upendeleo ulioruhusiwa na sheria, lakini bado unakuta umekosa vigezo, na ndio maana inakuja dhana ya kusema kwamba wale wamependelewa. Hii ZPPRA kwa mtazamo wako na uhalisia ulivyo, unakuza vipi uchumi wa Zanzibar? ZPPRA inapelekea kukuza uchumi wa Zanzibar kwa mambo mengi. Moja, kwa vile inadhibiti ununuzi wa umma Zanzibar. Ununuzi unachukua nafasi kubwa ya bajeti ya serikali. Kutokana na hilo sasa, manake mambo mengi kwa vile yanatekelezwa kulingana na utaratibu wa kisheria, bila shaka hapo uchumi utakuwa unakwenda vizuri. Na takwimu hasa zinaonyesha ni asilimia ngapi ya zabuni zinaenda kwa wazawa ama kampuni za ndani? Takwimu hasa kwa haraka siwezi kusema nikasema idadi gani, kwa sababu wazawa ndo wanaofanya kazi zetu zote, wazawa wenyewe na si watu wa nje. Kazi chache sana zinazofanywa na watu wa nje. Haidhuru tukaitazama miradi mikubwa tutaona hivyo, lakini na hili ni lile ambalo la wale wengine walikuwa wanalalamika kuna upendeleo, ni kutokana na kukosa vigezo wazawa, ndo hizo kazi chache wanakuwa wanapewa wazabuni wa nje. Uwepo wa mfumo wa e-procurement umepunguza mianya ya rushwa kwa vipi? Umepunguza kwa kiasi kikubwa sana, kwa vile wazabuni wote wanaomba kazi kupitia ndani ya mfumo. Kazi inatangazwa ndani ya mfumo na wazabuni wote wanaomba kazi kupitia mfumo. Kwa hiyo uwezekano wa kwamba kuna mtendaji wa umma kapewa rushwa ili amkoseshe mzabuni kazi, hilo jambo kwenye mfumo haliwezekani. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana uwepo wa mfumo unapelekea kuzuia mianya ya rushwa katika muamala wa ununuzi. Tuzungumze hapa, umewataja wafanyakazi wa umma. Tuzungumze hapa ni hatua gani kubwa haswa kama taasisi zitachukua endapo zikibaini kuna changamoto ya rushwa ama ya upendeleo katika upatikanaji wa zabuni kwa hao wahusika ambao ni hizi wafanyakazi wa sekta za umma? Sheria imeeleza kila kitu. Sheria imeeleza makosa na adhabu. Kuna eneo maalum la makosa na adhabu, fikiri kuanzia kifungu cha 112 kwenda mbele kimeeleza hayo mambo hayo. Kwa hiyo kama mtendaji atabainika kwamba amesababisha aidha, hiyo tunasema kuna mwelekeo wa rushwa, watu wenzetu wazaeka wanashughulika na hilo, lakini mtendaji kama amekiuka taratibu za kisheria, basi sheria imeeleza atafanywaje, kwa sababu makosa yapo tofauti. Kwa hiyo adhabu zipo kulingana na kosa lililotokea. Ndani ya miaka mitano mfumo wa manunuzi wa umma Zanzibar ungependa ubadilike kwa namna gani? Mfumo wa ununuzi wa umma ni vizuri kabisa kubadilika kwake uweze kukecha ule muamala mzima wa ununuzi, kuanzia kwenye kupanga ununuzi wenyewe kwenda hatua kwa hatua. Unajua ununuzi ni process, kwa hiyo kuna steps nyingi. Kwa hiyo kitu ambacho tunakipendelea mfumo uwe ukecha zile step zote, kuanzia kwenye kupanga mpaka kwenye malipo. Hapa katikati kuna process nyingi. Kwa hizo process zote ziwe captured na mfumo. Lakini mkurugenzi, malengo haswa ama target kwa wananchi kuweza kuielewa ZPPRA hivi sasa inakidhi ama bado kuna haja ya wananchi kuweza kuielewa zaidi hii ZPPRA? Ipo, kwa sababu hawaitumii kikamilifu. Kwa upande wa masupplier, na ndo hapo tunafanya jitihada ya kutoa mafunzo kila tunapohisi kuna haja hivyo, kwa sababu taasisi za umma ndo zipo kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Lakini kwa hawa watu wa huduma wazabuni,
hawa hawaitumii kikamilifu ZPPRA. Kuna mambo mengi, ikitokezea pengine vitu, ufahamu tu wa jambo linatakiwa lifanywe vipi, yeye ndo anadili na taasisi nunuzi huko. Matokezo yake, hata kama yule ambaye anakuja kulalamika, mimi nimekosa kazi, au kila siku nakosa kazi, au kazi sizioni, ni uelewa tu. Sasa wapi afuatilie jambo hili, hicho ndio kinachokosekana. ZPPRA wapo kwa ajili yao, inawasubiri, kwa sababu ZPPRA imekaa kama ni bridge baina ya serikali na taasisi private. Ndio. Chochote kinachotokea kuhusiana na ununuzi, maana yake wao walipaswa wafike hapa, tatizo lolote litalompata aelekezwe namna gani ya kufanya ili shughuli zake ziendelee vizuri. Na wakumbushe faida haswa ya kuitumia hii ZPPRA. Faida kubwa ya kuitumia ZPPRA watapata, itawaweza kuwaelekeza ili waweze kutekeleza zabuni zao kwa ufanisi zaidi. Ni urithi gani hasa ungependa kuuacha hapa ZPPRA ukiwa kama mkurugenzi mkuu? Nategemea sana watendaji wenzangu wa hapa, niache watendaji wabobezi katika hili swala zima la kuweza kwanza kutoa huo unasema awareness kwa jamii, vipi kazi zao wafanye wao, lakini vile vile hawa watendaji wa serikali wa umma nao waweze kupata kile ambacho wanatarajia ZPPRA wanatoa kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine sisi tunafanya kazi za ukaguzi. Kwa hiyo na matarajio yangu nitaacha watendaji wabobezi katika kazi za ukaguzi, na hili nategemea hivyo kutokana na elimu ambayo tunawapatia kila muda, mara kwa mara, kila muda unaporuhusu tunawapatia elimu za vitendo kabisa. Ndio. Kwa hiyo ni matarajio yangu nitaacha wataalamu wa aina hiyo. Haya, tukushukuru, na sina shaka mtazamaji wa ASAM Online TV ambaye umeangalia kipindi hiki cha Wasaa wa Kazi, mengi umeweza kuyajua kutokea hapa katika afisi za ZPPRA. Hadi wakati mwingine, kwa niaba tena ya timu nzima humu ndani ni kushukuru tena na tena. Wadhamini pia wa kipindi hiki ni ASAM Electrical Company Limited. Hadi wakati mwingine, kwa heri.